GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 50 ikiwa ni sehemu ya mchango wetu kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja, Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni 8. 8 million. Niko sahihi daktari? Milioni 50 na kwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari. Zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito kwa watu wote, individual na taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi asilimia hata 2 ya kile ambacho kinahitajika kutokana na tatizo ambalo linawakuta Watanzania wenzetu. Tukikaa kimya hatutaweza kusaidia hii jamii na tutapoteza watoto. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70%. Ndabakia 30%. Hiyo 30% tunatakiwa tuikaze sisi. Na ikiwezekana tuende beyond 30% ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusupport eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa hiyo nichukue fursa hii nirudie tena kwa kusema kwamba mahitaji ya kuhudumia matatizo ya moyo ni makubwa sana, na sisi kwa pamoja tukishikana mikono tunaweza kupunguza kama sio kulimaliza kabisa tatizo hili la moyo. Dr. Kisenge ametueleza hapa ya kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati JKCI ndio taasisi namba 1. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hatuna shida ya taaluma wala hatuna shida ya utendaji katika kufanikisha kupona kwa magonjwa haya. Shida hapa ni fedha. Shida ni fedha. Ingekuwa daktari hapa anatueleza kwamba kuna mapungufu ya taaluma, kuna mapungufu ya vifaa, tungesema hapa kazi ni ndefu zaidi. Lakini kwa sasa sisi kama ni namba 1 kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, maana yake taaluma tunayo, vifaa tunavyo. Kilichobaki hapa ni fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu haya. Kwa hiyo nitoe tena rai tushiriki kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tuna raise funds ya kuokoa maisha ya watoto hao. Na sisi kama Young Africans pamoja na ushirika wetu na GSM Foundation tutaendelea kushiriki kuhakikisha ya kwamba kila mwaka basi angalau hiki tunachokitoa kiongezeke zaidi hapa. Lakini Young Africans kupitia pia idara zake za habari na bora mkurugenzi hapa Alkama, tuendelee tuongeze taaluma kwa watu. Tuonyeshe tatizo hili ni kubwa kiasi gani kwenye jamii. Tuonyeshe mahitaji ni makubwa kiasi gani ili tuweze kuwafikia watu wengi. Kiwapa taarifa, definitely watu wachache wanaweza kujitokeza kwenda kuokoa kama sio wengi. Kwa hiyo Ali, unalo jukumu kubwa la kuijulisha jamii kuhusiana na shida iliyokuwepo ili kutoa nafasi kwa watu wengi kuwa na taaluma hii na taarifa hii ili waweze kushiriki. Mwisho nichukue fursa hii pia kuwapongeza washirika wetu GSM Foundation kwa mchango huu ambao ni mwanzo. Bahati nzuri mimi nakaa kwenye board ya foundation. Nataka nikuhakikishie daktari tutaongeza kile ambacho tumekitoa mwaka huu kwenye mwaka ujao. Na tumshukuru sana Mheshimiwa kaka yetu Mr. Ghalib Said Mohamed kwa mapenzi yake kwa watoto hawa na kuona sehemu ya mapato yake alete hapa kwenye kuokoa maisha ya watoto. Tumuombee na familia yake na biashara zake mafanikio ili tuendelee kunufaika na msaada wake. Mwisho niwapongeze sana Dr. Kisenge na timu nzima JKCI na washirika wenu kwa kazi nzuri mnaifanya. Awareness imeanza kuwa kubwa. Nimeona umetumia platform kadha wa kadha kuhakikisha Watanzania wanapata taaluma ya nini kinafanyika hapa. Lakini pia nimepokea maombi ya kiongozi au maelekezo tulete wachezaji wetu hapa waje kupimwa, na sisi mwanzoni mwa msimu huwa tunafanya medical check ambayo ni a very detailed medical check, na moja katika eneo muhimu sana ni kupima afya ya moyo. Kwa hiyo niseme wachezaji wetu wa klabu ya Young Africans msimu ujao watakuja kufanya vipimo vyao vya moyo hapa.
Tunashukuru sana na tuko tayari kwa hatua zinazofuata. Asante sana.